Uhuru wa Yesu. Mwana kondoo ameshinda. Tumsifu Yesu Kristo. Wapendwa, karibu katika ibada hii, ibada takatifu, ibada ya maombi ya dunia inayoratibiwa na wamama na kuiongoza pia. Bwana Yesu asifiwe wamama. Bwana asifiwe wamama. Karibuni tukaianza katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Tutatumia karatasi zetu za mwongozo wa ibada, ukurasa ule wa pili. Ndugu dada zetu katika visiwa vya Cook wamealika dunia nzima kusalimiana leo kwa msemo huu wa Kimaori. Unakaribishwa kurudia baada yangu. Kia orana. Uishi muda mrefu. Uishi vizuri. Wacha uangaze kama jua. Wacha ucheze na mawimbi. Kia orana. Asante, tukae. Namkaribisha mwenyekiti kwa ajili ya kusikia historia fupi ya visiwa vya Cook. Yesu asifiwe. Wamama, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sijasikia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Kwanza tunamshukuru Mungu kwa namna ya ajabu ambavyo ametupa uhai, ametupa afya na kutupa kibali kuweza kuwepo hapa siku ya leo. Lakini kwa namna ya tofauti namshukuru kwa kunipa kibali mimi kwa mwenyekiti wa umoja wa wanawake wa CCT na kuweza kusimama leo katika madhabahu yake. Amen. Niko hapa kwa ajili ya kutoa historia ya visiwa vya Cook ambao ndio wanawake wa Kimaori waliopata nafasi ya kuandaa mwongozo wa maombi ya dunia. Lakini pia nitatoa historia fupi ya umoja huu wa wanawake wa CCT.
Visiwa vya Cook ni kundi la visiwa 15 vilivyo katika bahari ya Pacific vinavyohusiana na New Zealand. Visiwa hivi vimepewa jina la nahodha James Cook aliyefika huko mnamo mwaka 1773. Visiwa vya Cook ni taifa linalojitawala lenyewe katika ushirikiano wa hiari na New Zealand. Kwa hivyo havina rais. Badala yake mfumo wa serikali ni ufalme wa kikatiba ambapo Mfalme Charles wa III wa Uingereza ndiye mkuu wa nchi. Mwaka 1965 visiwa hivyo vilipata uhuru na kujitawala kwa ushirikiano na New Zealand, hali inayomaanisha kuwa vinajitawala lakini bado vinahusiana na New Zealand kwa masuala ya ulinzi na uhusiano wa kimataifa. Leo uchumi wa visiwa vya Cook unategemea utalii, uvuvi pamoja na kilimo. Wakazi wake ni raia wa New Zealand na wanaweza kusafiri huru kati ya visiwa hivyo na New Zealand. Lugha kuu zinazotumika ni Kiingereza na Kikook, yani Kimaori cha visiwa vya Cook. Visiwa vya Cook ni visiwa vinavyostaajabisha katika Pasifiki ya Kusini. Visiwa hivi vinafanya hatua za ujasiri ili kukuza utalii kwa kuonyesha mandhari yake ya kuvutia, utamaduni mzuri na vivutio vya juu vya watalii. Visiwa vya Cook vikiwa na fuo safi, misitu yenye miti mirefu na urithi wa kipekee wa Polynesia, kwa haraka vinakuwa mojawapo ya vivutio vya kusafiri vinavyotafutwa sana ulimwenguni. Kwa historia hii ya visiwa vya Cook, unaweza kuona inafanana sana na historia ya visiwa vya Zanzibar vinavyopatikana hapa nchini kwetu Tanzania. Eneo la visiwa vya Zanzibar lililopo mbele ya mwambao wa Afrika ya Mashariki karibu na Tanganyika ama Tanzania bara. Fungu visiwa la Zanzibar ni fungu la visiwa ambalo linapatikana katika bahari ya Hindi. Fungu visiwa hilo linaunda nchi ya Zanzibar ambayo ni sehemu mojawapo ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Fungu visiwa linajumuisha visiwa vikubwa vya Unguja na Pemba pamoja na visiwa vidogo, lakini si kile cha Mafia kilichopo kusini zaidi. Uchumi wa Zanzibar unategemea utalii na kilimo pia. Mazao yanayouzwa nje ya nchi ni hasa karafuu, basibasi, mdalasini na pilipili. Kwa upande wa kiimani, kule visiwani Zanzibar wengi ni dini ya Uislamu na kwa kiasi cha 97% cha wananchi wote. Kwa upande wa vile visiwa vya Cook, wengi ni Wakristo, hasa wa Protestant ambao ni zaidi ya 68% na Wakatoliki ambao ni karibu 17% tu. Kwa mwaka huu wanawake wa Kimaori wamepata neema ya kuandaa maombi ya dunia yanayoongozwa na neno kuu, nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu. Naomba turudie wote, nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu. Amen. Neno hilo linapatikana kutoka Zaburi ya 139 kuanzia ule mstari wa 14. Dhumuni la maombi ya dunia ni kutualika kutambua kwamba Mungu aliumba kila mmoja kwa uangalifu mkubwa na utunzaji wa upendo. Mungu anatujua kwa karibu na sisi ni maalum kwa Mungu katika upekee wetu. Tunapofungua milango ya mioyo yetu kwa ukweli huu, kila kitu katika maisha yetu kinabadilika. Tunang'aa kutoka ndani na tunaanza kuwatendea wengine kama watoto wapendwa wa Mungu. Kupitia maombi haya, tunatumai watu wataimarishwa kiroho watakapofikia kuamini upendo mkuu wa Mungu. Amen. Turudie tena, nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu. Asante. Na hiyo ndio ilikuwa historia fupi ya visiwa vya Cook. Naomba niwaletee risala fupi kutoka Umoja wa Wanawake wa CCT Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Umoja wa Wanawake wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam ulianzishwa mwaka 2018 baada ya kupitishwa na Baraza la Wazee kwenye kikao chake cha mwezi April 2015. Malengo yakiwa ni kusimamia masuala ya kiroho na kimwili kwa kutumia njia mbalimbali kama vile kuanzisha, kuimarisha huduma maalum ya maombi kwa ajili ya kuombea wenye mahitaji mbalimbali, kuhamasisha na kuwafahamisha wanawake na wasichana kushiriki kikamilifu katika shughuli mbalimbali za kanisa, kuwajengea wanawake uwezo wa kujitambua kuomba, kutambua, kuibua na kutumia fursa zitakazojitokeza ndani na nje ya kanisa zenye kujikita zaidi kiroho kama maombi ya pamoja, matendo ya huruma, maombi ya watoto, siku ya mama na mtoto,
siku ya mama na kijana wa kike na wa kiume. Kuna kujifunza pia stadi mbalimbali. Muundo wa uongozi. Umoja wa wanawake CCT Chuo Kikuu cha Dar es Salaam una muundo wa uongozi ambao ni kama viongozi, naamini wote mpo, nitakapotaja jina lako utasimama. Mwenyekiti ambaye ni mimi niliyesimama hapa mbele, Mrs. Lilian Mkumbo, na mwenyekiti msaidizi Mrs. Vida Rusimbi. Katibu Mrs. Violet Mwiburi. Dada Vida, naomba uendelee kusimama. Katibu Mrs. Violet Mwiburi na katibu msaidizi Haika Meta. Mweka hazina Engineer Mrs. Neema Mdegela Maro, na mweka hazina msaidizi Mrs. Joyce Kombe Malisa. Asante. Pia tunao walezi wa umoja wa wanawake CCT UDSM Chaplains ambao ni Mrs. Elisia Mwamila. Amen. Naamini atasali ibada ya pili. Mrs. Fuyameni Kishimbo na Mrs. Lilian Munanka ambaye leo hatunaye ibadani. Amen. Hawa ndio viongozi wa umoja wa wanawake wa CCT. Tupige makofi. Naomba mkae. Asante. Mafanikio na huduma za matukio kwa mwaka 2024 mpaka 2025. Mafanikio haya ni yale ambayo tumeyapokea kutoka kwa wenzetu ambao wamefanya toka pale ambapo waliripoti kwa mara ya mwisho mwaka jana 2024 mpaka leo. Moja kabisa ni kuwa na siku ya maombi ya wanawake duniani ambayo ni maadhimisho yanayofanyika kila mwaka kama haya ambayo tunafanya leo. Semina za umoja, semina ya wazazi, semina za wanafunzi, huduma kwa wanafunzi wenye uhitaji, huduma ya sisi kwa sisi, huduma kwa wahitaji nje ya chuo, maombi ya wanawake ya kila juma la kwanza la mwezi ambayo yameanza mwezi Machi mwaka huu 2025. Mipango ya mwaka 2025-2026. Kwanza kabisa tunategemea kuwa na kikao cha wanaumoja ambapo wanaumoja watapata nafasi ya kuipitia na kurekebisha ama kuboresha katiba yetu ambayo ni ya mwaka 2018. Hii tutatangaziwa zaidi kadri ambavyo siku zinaendelea. Namba 2 ni kuwa na maombi ya pamoja kila Jumatatu ya kwanza ya kila mwezi. Hii tunamshukuru Mungu tumeanza kwa mwezi uliopita. Naomba tujipigie makofi kwa wote ambao tuliweza kufika kwenye ibada hii. Lakini pia kuwaomba wale ambao hawakufanikiwa kufika, basi tujitahidi kila Jumatatu ya kwanza ya mwezi tuweze kuwa tunakutana wanawake kwa ajili ya kuomba. Amen. Namba 3, kuwa na semina ya neno la Mungu itakayoambatana na mafundisho mbalimbali. Namba 5, kutoa huduma kwa wanafunzi wenye uhitaji zaidi, kutoa huduma kwa wahitaji wa nje na kuendelea na huduma ya sisi kwa sisi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Umoja wa wanawake pia umeandaa sadaka ya madhabahu, sadaka ambayo naamini itakabidhiwa ibada ya pili tutakayoenda ile saa 4. Lakini natamani niseme ili wanawake wote tuweze kufahamu, wanawake viongozi walionelea ni vyema ibada zetu za jengo kule la kanisani na zenyewe ziweze kupata projection kama ambavyo tunaona ibada ya kwanza. Kwa hiyo Mungu ametupa neema, tumewasiliana na ofisi ya mchungaji kwa ajili ya kujua kuna uhitaji wa nini, na tunashukuru katibu alituambia tunahitaji kuwa na TV ambayo sisi tumefanikiwa kama wanawake kununua TV moja, na tunaomba waumini muendelee kuweka nguvu kwa sababu zinahitajika TV 4, si ndio katibu? Amen. Lakini pia asante. Amen. Lakini pia tunamwomba Mungu atuwezeshe kwa ajili ya sadaka yetu ya leo tunayokwenda kumtolea kwa moyo wa kupenda. Sadaka hiyo tutaielekeza katika kuendelea kutekeleza yale yote ambayo nimeyataja pale kama madhumuni yetu ya mwaka 2025-26. Naomba nisirudie kwa ajili ya kutunza muda. Mungu atuwezeshe kuifanya kazi yake kwa moyo wa kupenda. Amen. Makofi kwa ajili ya historia hiyo na taarifa hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Basi tusimame na tutasikiliza somo la kwanza na somo la pili. Somo la kwanza kutoka Zaburi ya 139 kuanzia ule mstari wa kwanza hadi wa 18. Nitakapomaliza kusoma nitasema Bwana asifiwe, tutaitikia tumshukuru Mungu. Tutasema tumshukuru Mungu. Nitawatangulia kusoma.
Bwana, umenichunguza na kunijua. Wewe wajua kuketi kwangu na kuondoka kwangu. Umelifahamu wazo langu tokea mbali. Umepepeta kwenda kwangu na kulala kwangu. Umeelewa na njia zangu zote. Maana hamna neno ulimini mwangu usilolijua kabisa, Bwana. Umenizingira nyuma na mbele, ukaniwekea mkono wako. Maarifa hayo ni ya ajabu, yanishinda mimi. Hayadirikiki, siwezi kuyafikia. Niende wapi nijiepushe na roho yako? Niende wapi niukimbie uso wako? Kama ningepanda mbinguni, wewe uko. Ningefanya kuzimu kitanda changu, wewe uko. Ningezitoa mbawa za asubuhi na kukaa pande za mwisho wa bahari, huko nako mkono wako utaniongoza na mkono wako wa kuume utanishika. Kama nikisema hakika giza litanifunika na nuru inizungukayo ingekuwa usiku. Giza nalo halikufichi kitu, bali usiku huangaza kama mchana. Giza na mwanga kwako ni sawa sawa. Maana wewe ndiwe uliyeniumba mtima wangu, uliniumba tumboni mwa mama yangu. Nitakushukuru kwa kuwa nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu ya kutisha. Matendo yako ni ya ajabu na nafsi yangu yajua sana. Mifupa yangu haikusitirika kwako, nilipoumbwa kwa siri, nilipoumbwa kwa ustadi pande za chini za nchi. Macho yako yaliniona kabla sijakamilika. Chuoni mwako ziliandikwa zote pia, siku zilizoamriwa kabla hazijawa bado. Mungu, fikra zako zina thamani nyingi kwangu, jinsi ilivyo kubwa jumla yake. Kama ningezihesabu ni nyingi kuliko mchanga, niamkapo ni kali pamoja nawe. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Sikilizeni somo la Injili kama lilivyoandikwa kutoka katika Injili ya Yohana Mtakatifu mlango wa 2 mstari wa 23 mpaka ule mstari wa 25. Yohana Mtakatifu mlango wa 2 mstari wa 23 mpaka ule mstari wa 25. Takapomaliza kusoma nitasema tumsifu Bwana na usharika mtaitikia asifiwe Kristo. Yohana Mtakatifu mlango wa 2 mstari wa 23 mpaka mstari wa 25, nitasoma katika jina la Bwana. Hata alipokuwapo Yerusalemu kwenye sikukuu wakati wa Pasaka, watu wengi waliamini jina lake walipoziona zile ishara zake alizozifanya. Lakini Yesu hakujiaminisha kwao, kwa kuwa yeye aliwajua wote, na kwa sababu hakuwa na haja ya mtu kushuhudia habari za wanadamu, kwa maana yeye mwenyewe alijua yaliomo ndani ya mwanadamu. Hilo ndilo neno la Mungu. Tumsifu Bwana. Amen. Karibu mwanamke wa kwanza, mwanamke wa pili, mwanamke wa tatu na msomaji wa kwanza na msomaji wa 4. Ukurasa wa 3. Asante. Ukurasa wa 3. Kila mmoja wetu aliyekusanyika hapa leo anapumua. Je, hilo si jambo la kushangaza? Sote tunashiriki zawadi hiyo ya uhai. Kwa hakika jinsi mawimbi ya bahari yanavyopanda na kushuka, pumzi zetu hutiririka ndani na nje. Kia orana. Hebu kila mtu amwangalie mwenzake. Muangalie tu, kwa sababu theme ya mwaka huu inasema tazama jinsi nilivyoumbwa kwa jinsi ya ajabu na ya kushangaza na ya kupendeza. Kama ulikuwa hujajua, basi Mungu ndo anavyokuambia hivyo. Wewe umeumbwa kwa jinsi ya ajabu ya kutisha, na hakuna photocopy yako. Wewe ni original, ndio sababu fingerprint ya aina ya mwenzake. Bwana asifiwe. Amen. Watu zaidi karibu bilioni 9, lakini hakuna kidole cha mtu kinacholingana na mwenzake. Wewe ushangai. Bwana asifiwe. Amen. Ndivyo Mungu anavyotaka tuone na tujione leo ni wa thamani mbele zake na mbele hata ya mwenzako yoyote. Hebu waza jinsi ambavyo
damu inapita kwenye mishipa yako. Yaani waza tu mfumo wa jinsi damu inapita, inapitisha oksijeni, inapitisha mishipa, inapitisha chakula, inapitisha. Hebu ashumu kama ingekuwa haifanyi hivyo, nini kingetokea? Kwa hiyo ukijiona wewe ni muujiza kabisa, yani Mungu anataka tuwaze jinsi ambavyo mfumo mzima unapita. Ni kama ambavyo unawaza mito inapitisha kila kitu, inapitisha maji, inapitisha na rutuba tu inaenda inamwagilia kila kitu. Ndivyo ambavyo Mungu anataka ujiangalie wewe na mfumo wa jinsi alivyokuumba. Kama vile mto unavyoleta virutubisho kwenye ufuo na mashamba ya dunia, ndivyo damu yako inavyoleta virutubisho kwa kila kiungo chako au cha mwili wako. Unatakiwa tu kuwaza, je, huoni hii inashangaza? Jinsi Mungu aliumba miili yetu kufanya kazi kwa jinsi ya namna hii, ili kutuweka imara lakini kuwa hai kila siku. Kia orana. Kia orana. Mungu alituumba kwa ajabu tangu mwanzo. Alitufinyanga pamoja katika tumbo la uzazi la mama zetu. Roho anaendelea kutiririka kila dakika ya kila siku, akitusaidia kuhisi zawadi ya kushangaza ya maisha. Kila mmoja wetu ni wa kipekee na anapendwa sana na Mungu. Yaani hata kama wanadamu hawakupendi, wewe jua tu Mungu anakupenda sana. Haijalishi unapitia nini, lakini wewe jua tu unapendwa sana na Mungu. Angalia pande zote kwa jinsi tulivyokaa hapa leo. Angalia jinsi tulivyokusanyika mahali hapa. Na duniani kote wanafanya kama tunavyofanya tu. Maombi ya dunia ni kwa ajili ya dunia yote. Chukua muda kutazama na kufikiria jinsi Mungu alivyotupa zawadi au alivyompa zawadi kila mmoja ya maisha ya uhai, na jinsi Mungu anavyotenda kazi katikati yetu. Tuombe. Tuombe muumba wetu. Mungu aliyetufanya wa ajabu, asante kwa ushirika huu wa dada na kaka duniani kote. Tunapokutana pamoja, tusaidie kufungua mioyo yetu kwako na kwa kila mmoja wetu. Tuliza akili zetu kutokana na wasiwasi wowote unaotushughulisha. Tuunganishe tena kwako na kwa kila mmoja wetu, ili sote tuweze kung'aa vyema na kuangaza upendo wako kwa ulimwengu. Amina. Somo kutoka katika kitabu cha Zaburi, Zaburi 139 mstari wa 1 hadi wa 6. Ee Bwana, umenichunguza na kunijua. Unajua niketipo na niinukapo. Unayatambua mawazo yangu kutoka mbali. Unaichunguza njia yangu na kulala kwangu. Na wanazifahamu njia zangu zote. Hata kabla neno halijawa katika ulimi wangu, Ee Bwana, wewe unajua kabisa. Unanizingira nyuma na mbele, na uweke mkono wako juu yangu. Ujuzi huo ni wa ajabu mno kwangu. Iko juu sana hata siwezi kuifikia. Amen. Hebu tusikilize sasa hadithi ya kwanza, hadithi ya mama mwenzetu anaitwa Mii. Mungu anatujua. Jina langu naitwa Mii, nina umri wa miaka 15. Februari 2022 ulikuwa ni mwezi wa kutisha kwangu. Ilikuwa mwezi ambao familia yangu iliwasiliana kwa mara ya kwanza na mtu ambaye alikuwa na virusi vya COVID-19. Niliposikia juu yake kwa mara ya kwanza, nilishangaa. Baba yangu alijisikia vibaya kwa sababu ndiye aliyemleta nyumbani kwetu. Nilikasirika sana. Nilizani tutakufa. Nilijua watu ambao walikuwa wamekufa kutokana na COVID. Nilifikiri kwamba ningekufa na nisimwone mpwa wangu atakapozaliwa. Nilianza kufikiri juu ya mambo ambayo bado sijapata uzoefu. Nilianza kuomba. Nilimsihi Mungu aitunze familia yangu. Sikujua nini kingefuata. Nilimgeukia Bwana na kumuomba mwongozo. Niliogopa na kuogopa. Lakini nilijua kwamba sala ingenisaidia niwe mtulivu, na ilifanya kazi.
Niliacha kulia na shinikizo likanitoka moyoni mwangu. Ndipo nikagundua Mungu anajua kila undani wa maisha yangu. Mungu anajua dhiki na hofu yangu. Mungu anajua. Na kujua kwamba Mungu ananijua na kunijali hunisaidia kuwa mtulivu ninapoogopa. Mungu ananijua na Mungu anakujua na Mungu anajua kila kitu tunachopitia. Amen. Wanaofuatia watakuwa wamejipanga mbele. Ninaweza kwenda wapi kutoka kwa roho yako? Au ni wapi ninaweza kukimbilia kutoka mbele yako? Nikipanda mbinguni, wewe uko huko. Nikitandika kitanda changu kuzimu, wewe uko huko. Ikiwa nitachukua mbawa za asubuhi na kukaa mpaka mwisho wa bahari, hata huko mkono wako utaniongoza na mkono wako wa kuume utanishika. Nikisema hakika giza litanifunika na usiku hunizunguka, hata giza si giza kwenu. Usiku ni mkali kama mchana, kwa maana giza kwenu ni kama nuru. Amen. Hebu tusikilize sasa hadithi yetu ya pili, hadithi ya Vainiu. Naomba msikilize hadithi yangu. Jina langu ni Vainia. Nilizaliwa mwaka 1958 kwenye kisiwa cha Alitutaki. Wazazi wangu na babu na bibi waliamini sana thamani ya utamaduni wa malezi bora. Kimaori cha visiwa vya Kuku kilikuwa lugha ya kufundishia. Hata hivyo, nilipoendelea na shule ilionekana wazi kwamba umuhimu mkubwa uliwekwa hata kwenye lugha ya Kiingereza. Cha kusikitisha, shule nilizosoma zilitutia moyo tuzungumze Kiingereza darasani na kwenye uwanja wa michezo. Bibi yangu Mama Mariamu aliwatia moyo wajukuu wake wazungumze Kimaori. Nilimtazama Mama Mariamu. Alikuwa na ushawishi mkubwa wakati wa utoto wangu. Alikuwa mshauri wangu na mfano wa kuigwa katika njia ya maisha. Kwa kupitia yeye nilijifunza ujuzi muhimu wa maisha yote, jinsi ya kupanga na kuandaa chakula na kuzungumza lugha yetu ya asili ipasavyo. Niliamini sana kwamba wazee wetu wana mchango mkubwa katika kututengeneza sisi ni nani na tunatoka wapi. Mungu aliumba lugha za kipekee duniani kote, na tunapaswa kuziheshimu na kuzienzi lugha hizi. Naamini kwamba lugha ya Kimaori inahitajika kuwa muhimu katika mazingira yetu ya kufundishia na kujifunzia. Walimu na wanafunzi wanaweza kuhimiza Kimaori kisemwe, kifundishwe na kiandikwe katika masomo yote. Na wazazi wanaweza kuipa lugha yetu ya Kimaori nafasi ya kuishi na kuzungumza nyumbani. Katika miaka hiyo ya malezi katika utoto wangu, ingawa nilidharaulika na kuaibishwa na mfumo wa shule, ninajua kwamba Mungu bado alikuwa pamoja na mimi. Hata tunapotupwa nje kudharauliwa, Mungu bado yu pamoja nasi. Mungu huenda pamoja nasi kwenye giza, chini ya bahari ambapo hakuna mwanga, na Mungu hutusaidia kutoka katika giza hilo hadi kwenye nuru ya ajabu. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu awabariki. Zaburi ya 139 mstari wa 13 hadi wa 18. Maana ndiwe uliyeniumba matumbo yangu, uliniunganisha tumboni mwa mama yangu, na kusifu kwa maana nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu ya kutisha. Kazi zako ni za ajabu, hiyo naifahamu vizuri sana. Sura yangu haikufichwa kwako, nilipokuwa nikifinyangwa kwa asili, iliyofumwa kwa ustadi katika vilingi vya dunia. Macho yako yaliuona mwili wangu kabla sijakamilika. Katika kitabu chako yaliandikwa siku zote zilizoundwa kwa ajili yangu, wakati hakuna hata mmoja wao aliyekuwepo. Jinsi mawazo yako yana uzito kwangu, Mungu! Ni kubwa kiasi gani jumla yao! Ninajaribu kuzihesabu, ni zaidi ya mchanga. Ninafika mwisho, bado niko pamoja nanyi.
Hebu tusikilize sasa hadithi ya Dr. Dawn, Mungu ametufanya wa ajabu. Mungu ametufanya wenye ajabu. Jina langu ni Daktari Dawn. Kuwa daktari ilikuwa moja ya mambo magumu zaidi ambayo nimewahi kufanya. Lakini inaleta hamasa wakati mama afurahia kwamba mtoto wake sasa ana afya na anastawi baada ya mimi kufanya sehemu yangu kumsaidia kuokoa maisha ya mtoto huyo. Inanipa faraja sana moyoni. Wakati mmoja msichana ambaye hakuwa ameniona kwa zaidi ya miaka 10 alikuja na kunikumbatia akisema bado mimi ni daktari wake wa watoto. Ninapenda sana kufanya kazi na watoto. Wananipa nguvu na kuendelea kuhudumu wakati ambapo visiwa vya Cook vinakabiliwa na tishio la wafanyakazi wetu kuondoka nchini. Mojawapo ya vipaumbele vyangu vya kwanza kama daktari kijana ilikuwa ni kuhakikisha watoto wote wamepimwa na timu yetu ndani ya masaa 24. Pia nilisaidia kuwa na vifaa na ustadi zaidi wa kushughulikia watoto wachanga walio wagonjwa sana na wanaozaliwa kabla ya wakati. Tulianzisha miongozo na itifaki ili kusaidia kuelekeza kazi yetu. Tuliboresha uhusiano kati ya visiwa vya Cook na wafuasi wetu wakuu kutoka Auckland na hospitali ya Starship huko New Zealand. Kuwa na matunzo maalum zaidi kumekuwa jambo kuu katika kuboresha afya na watoto wetu. Tunajivunia kuwa nchi pekee ya kisiwa cha Pasifiki ambako haina vifo vya uzazi tangu mwaka 1995. Maeneo mengine ya mfumo wetu wa huduma ya afya katika visiwa vya Cook pia yameboreshwa kwa miongo kadhaa. Utunzaji maalum umeboreshwa sana tangu miaka ya 1990 huku mwelekeo ukihama kutoka kwa magonjwa ya kuambukiza hadi dawa ya kutibu. Programu zetu za uchunguzi wa saratani ya shingo ya kizazi na matiti zimeboreshwa sana. Hata hivyo, bado kuna kazi ya kufanya. Ni lazima kuzingatia kutoa huduma bora za afya ya msingi na kuzuia magonjwa yasiyoambukizwa na milipuko. Tunahitaji kuzingatia afya ya akili. Tunahitaji kuimarisha mifumo ya usaidizi kwa wazee wetu. Mimba za utotoni bado zinahitaji kushughulikiwa. Jumuiya zetu lazima zichukue hatua na kuwajibika kwa afya zao wenyewe. Afya na ustawi ni kazi kwa kila mtu. Tunaweza kuboresha ikiwa tutafanya kazi pamoja. Mungu aliniumba kwa ajabu na kunibariki kwa motisha na nafasi ya kusomea udaktari. Nami niliitikia baraka za Mungu kwa kuwatumikia watu wa visiwa vya Cook nikiwa daktari. Kadiri nilivyofanya kazi katika huduma ya afya kwa miaka mingi, ninatambua zaidi na zaidi kwamba Mungu ametufanya sisi sote kuwa wa ajabu. Miili, akili na roho zetu ziliunganishwa pamoja na Muumba wetu kwenye upendo. Nimeumbwa kwa njia ya ajabu. Umeumbwa kwa namna ya kutisha na ya ajabu. Sisi sote tumeumbwa kwa njia ya ajabu na ya kutisha. Amen. Nitaikaribisha kwaya ya akina mama na akina dada wote wakati wale washairi wakijiandaa. Na wimbo wetu tutakaoimba ni wimbo namba 333. Bwana Mungu, nashangaa kabisa. Bwana Mungu, nashangaa Viumbwavyo kwa uwezo
Tunalo shairi kwa ibada hii. Tunamtukuza Bwana, kwa ajabu tumeona.
sijui ufanyavyo, sijui utendavyo, kile nachojua ukiamrisha vinakamilika. Sijui ufanyavyo, sijui utendavyo, kile nachojua ukiamrisha vinakam. Kanisa, tuimbe hayo maneno. Sijui ufanyavyo, sijui ufanyavyo, sijui njia zako ni za ajabu, sijui utendavyo. Mwinulie tu Bwana sauti yako kwa imani, ila kile nachojua, kile nachojua ukiamrisha vinakamilika. Huenda maswali yanakuwa mengi, lakini mimi ni nasema sijui, wala sijui Bwana, kile nachojua wewe ukiamrisha. Yesu, sijui ufanyavyo, wala sielewi vile unatenda, sijui ila kile nachojua ukiamrisha vinakamilika. Huenda maswali ni mengi kuliko majibu, ila ninakiri kwamba we Yesu, sijui hayo maneno. Kiri mbele zake, kile nachojua wewe Bwana vinakamilika. Yaliyoshindikana, yaliyo magumu kwangu, kitu gani ni kigumu mbele za Mungu? Hakuna kilicho kigumu mbele zake. Kile nacho wewe Bwana vinakamilika. Hebu kitaje mbele za Bwana, kitaje mbele za Bwana, kitaje mbele za Bwana, kitaje mbele za Bwana. Kinachoonekana ni kigumu kwako, mwambie Bwana, sijui vile unafanya. I don't know how you are doing it, ila nina uhakika utakitenda, 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 utakitenda. Hebu kiri mbele za Bwana. Mimi sijui unavyofanya, mimi sijui unavyotenda. Kitu kimoja najua, wewe ukiamrisha vinakamilika, 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 vinakamilika. Kama ni ugonjwa, mwambie Bwana, sijui unavyoponya, ila ninajua unakamilisha, 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 unakamilisha. Hebu kiri mbele za Bwana. Kama familia inasumbua pale nyumbani, leo ni siku ya maombi. Mama, mwambie Bwana, sielewi utakavyoiponya, ila nina uhakika unaweza kuiponya nyumba yangu. Watoto wanaleta shida, I don't know how you are doing it, I don't know how you are doing it, ila ninajua vinakamilika, vinakamilika, vinakamilika. Erabashala baya.
tuketi. Bwana Yesu asifiwe. Somo la mahubiri linatoka Zaburi 139 mstari wa kwanza hadi ule wa 18. Zaburi ya 139 mstari wa kwanza hadi ule wa 18. Wapendwa wa Mungu, ibada ya leo ni siku ya maombi ya dunia inayoratibiwa na kina mama na kuongoza ibada kama mnavyotuona. Tuangalie kwa ufupi maombi ni nini. Maombi utafsiriwa kama mawasiliano kati yetu na Mungu wetu. Ni mawasiliano, ni mazungumuzo. Unapeleka hoja yako mbele za Mungu, unamkumbusha Mungu na Mungu anakusikia, anatenda sawasawa na mapenzi yake. Ukisoma Isaya 43 mstari wa 26 anasema, unikumbushe na tuojiane, eleza mambo yako upate kupewa haki yako. Unapomkumbusha Mungu, manake umemuomba mambo, lakini sasa unamkumbusha tena na tena, kwa sababu yamkini hujapata kimwili, kwa mwili hujapokea. Kwa hiyo unamkumbusha, mnaojiana na yeye anasema nikupe haki yako. Ukisoma Zaburi ya 19 mstari wa 14, mwimba Zaburi aliomba hivi, maneno ya kinywa changu na mawazo ya moyo wangu yapate kibali mbele zako, e Bwana, mwamba wangu na mwokozi wangu. Bwana asifiwe. Tunatamani tunapoomba, angalia Daudi anasema maneno na mawazo yangu yapate kibali. Kwa hiyo tunamuomba Mungu atupe kibali, atupe nafasi ya kutusikiliza hata kama sisi ni wadhambi, lakini bado Mungu hajatuacha, anatamani kutusikiliza na kutuokoa kila wakati. Maombi yanaongeza uhusiano wa mtu na Mungu. Kwa hiyo kama uombi, matokeo yake mahusiano yako na Mungu yatakuwa yanalegea. Sasa tunatiana moyo na kukumbushana kwamba mahusiano, kwa sababu unazungumuza na naye kujua na naye kufahamu. Leo tumeunganishwa na Mungu duniani kwa njia ya maombi. Kwa hiyo kumbe maombi yanatuleta pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Maombi yanatuleta pamoja. Walioandaa ni kisiwa cha Cook, lakini dunia nzima tarehe 7 watu walikuwa wakisherekea, wakiomba, wakijikumbusha namna ya kuomba. Wapendwa wa Mungu, tutafakari ujumbe leo uliobeba shabaha inayosema kwamba nimekuumba kwa jinsi ya ajabu. Zaburi hiyo ya 139 kama nilivyowaambia mstari wa 14. Mwambie jirani yako umeumbwa kwa jinsi ya ajabu. Usikatai kumwambia jamani, mwambie tu. Je, ajabu hiyo unaiona? Unaiona kwamba inashangaza? Manake inaleta utukufu kwa yule aliyetufanya nini? Aliyetuumba. Daudi alipojitazama mwandishi na akachunguza namna alivyoumbwa, aliogopa sana na kuheshimu uweza na uwezo wa Mungu muumbaji. Je, sisi tukijitazama, tukajiona tulivyoumbwa kwa ustadi mkubwa, tukapendeza katika dunia hii, tukamtumikia Mungu kwa vipawa vingi ambavyo ametupatia, je, tunarudi kusema asante Yesu, umetuumba kwa ustadi mkubwa?
Daudi anashangaa, anaona alivyoumbika, anavyopendeza. Yaani dunia inapendeza kwa ajili yetu wanadamu, kwa namna Mungu alivyotuumba anapotutazama. Mungu anajua yote ya mtu, anayoyafanya, anayoyafikiri, anakokwenda na anayoyasema. Naposoma Zaburi ya 139 mstari wa 1 na wa 4. Yaani Mungu anatujua vema. Hata kama tuna mambo tunaweza kuyaficha ndani yetu, yeye kwake tumefunuliwa. Yaani tuko wazi. Kwa hiyo hata chochote unachofanya, hata unachofikiri sasa hivi, anakijua. Kama unafikiri vyema, anaelewa. Na kama unafikiri isivyo vyema, anaelewa. Ogopa huyo anayekujua zaidi kuliko kumwogopa jirani yako. Huyo ndiye wa kuheshimiwa. Huyo ndiye wa kuogopa. Huyo ndiye wa kutii, na tukasema heshima na utukufu virudi kwa Yesu. Ndiye Mungu wetu ambaye anatujua. Hata tukijidanganya. Mara nyingi nimekuwa nikiwaambia kwamba mtu anaweza akasema nakupenda sana sana, yaani moyo wangu uko kwako, na mashaka. Kwa sababu anatujua. Si mara nyingi marafiki ndio wanasalitiana. Sasa alikwambiaje anakupenda na akakusaliti? Kwa hiyo Mungu huyu anayetujua anatutaka tufanane naye, lakini na ibilisi naye anatuvuta apate washiriki, ashindwe kwa jina la Yesu. Mungu anajua yote. Yaani hata ninayoyaongea sasa hivi anajua kwamba yanatoka ndani ya moyo wangu kweli ama sio, anajua. Mwandishi wa Zaburi hii ya 139 anajiona wazi kabisa mbele za Mungu. Akasema hata ufanye kitanda uvunguni, yeye anafanya nini? Anakuona. Sasa tunajificha nini? Mara nyingi tunayoyaficha, tunajificha wanadamu. Lakini Mungu anatujua, anatuelewa, anaelewa dakika hii unawaza nini. Mungu ametuumba kwa thamani kubwa. Mwambie jirani yako, wewe ni wa thamani. Tena Mungu anajua kwamba wewe ni wa thamani, na ndio maana aliingia Kalvari, hakafa kifo cha aibu, hakafufuka ili sisi wa thamani tuweze kuendelea kuwa wa thamani. Tusingekuwa wa thamani asingeenda msalabani. Angeenda kufanya nini? Angeenda kufanya nini? Kwa hiyo kama kuna mtu amekukatia tamaa akasema wewe haustahili, mwambie Mungu ameniandika katika kiganja cha mikono yake. Kila akisoma anaziona habari zangu kwamba nastahili. Huyo ndiye Mungu. Mimi nampenda sana Mungu, na mpendeni Mungu. Hautakuwa na stress. Hautajihangaisha kwamba nini kinaendelea, kwa sababu Mungu anajua yote katika yote. Ndivyo ilivyo hata kwetu. Tunalindwa, tunatunzwa na tunazingirwa na nguvu ya Mungu, na uwepo wake hauondoki kwetu. Tukumbuke kwamba kila mwanadamu ameumbwa katika hali iletayo woga na mshangao. Alimaanisha kwamba na mshangao akasema hofu, lakini hofu anayomaanisha kwenye tafsiri ni kicho kuhusu uchangamano wa miili yetu jinsi tulivyo. Yaani jinsi tulivyo. Hebu mwangalie jirani yako. Mwangalie jirani yako. Mwangalie jamani, mwangalie. Umwangalie jirani yako. Unajua ukiwa kanisani mchungaji akikwambia, yani hiyo anakwambia ni oda, yani unamwangalia jirani yako. Na wewe tukiwa huko kwako unatuambia simama, kaa, tunasimama. Mwangalie jirani yako, usimnyime kumwangalia. Kama umekaa na adui yako, jamani, macho hayawezi kukutana. Haya. Lakini tumshukuru Mungu kwamba sisi uadui Yesu alikwisha uondoa.
Lakini tuangalie wanasayansi wa siku hizi. Sayansi na yenyewe imekuwa kazi. Wanajitahidi kunakili kile Mungu anachofanya kwa kuunda watoto ndani ya chupa. Tunasoma kwenye mitandao. Kama halijafika litakuwepo. Yaani ukiona limeanza kufukuta, lipo, linakuja. Tunafanya nini? Wamama, tuna wakati mgumu. Wakati mwingine ukiongea na mabinti na watoto, anakuambia mimi sihitaji kuolewa, nahitaji kuzaa tu. Hamjakutana nayo nyewe, mnadili na watoto? Kaambia mimi nataka. Unajiuliza anazaa na nani? Anasema nitalea mtoto wangu mwenyewe. Hiyo roho ishindwe kwa jina la Yesu. Kwa hiyo wamama, tunapoendelea kumuomba Mungu, na hiyo iwe agenda. Angalia watoto wetu wamekuwa malesbian, wamekuwa mashoga. Manake tumeanza kubadili utaratibu wa Mungu, tukaingia utaratibu ambao ni wa kishetani. Yawezekana wewe unaweza kusema kwangu walipo, lakini kama liko kwa jirani na kwa kwako litafika. Kwa hiyo tunachopaswa kufanya ni kila mtu kufanya jitihada yoyote kumuomba Mungu, lakini na kufundisha na watoto, kuwaonyesha uumbaji wa Mungu ulivyo wa thamani kwao. Tusipofanya hivyo, kizazi kikiisha, tutakuwa na dunia nyingine. Sasa mvulana na mvulana, msichana na msichana, tegemea kitu gani kitatokea? Kwa hiyo Mungu atusaidie tunapoandaa maombi yetu, tunapofanya semina zetu. Hebu tujaribu kupenyeza kwa vijana wetu kujipenda jinsi walivyo, kujikubali. Alafu na sisi tuwashuhudie watoto. Si unaona mimi nilikuzaa? Si unaona mimi nilikulea? Tuwape ushuhuda. Si unaona mimi naishi na baba yako? Wape ushuhuda ili waelewe kwamba kumbe na mimi nahitaji, na mimi ni mmoja wa kuongezea kizazi. Tusinyamaze wazazi. Zamani walitulea kwa mafumbo, lakini leo huwezi kumlea mtoto kwa mafumbo. Zamani walikuwa wanasema alikwambia usigusane na nani? Na mwanaume. Si ndio? Kwa hiyo mnapokaa kweli kuna distance, lakini zamani pia walikuwa wanamaanisha kitu kingine. Kwa hiyo sasa hivi, kwa sababu wanafundishwa mashuleni, tunahitaji kuwaeleza kwa wazi. Tena kaa nao, waambie, wakueleze. Wao wanajua zaidi. Wanapokutana huko, wanapokuwa mashuleni, leo sayansi imekuwa kabisa, wao wanafahamu. Lakini sisi hatuwezi kujua, tunafikiri ni wadogo. Watu wanaofundisha Sunday school wanajua. Watoto ukiwauliza maswali wanafahamu kwa sababu wanafundishwa. Kwa hiyo wazazi, tunapokwenda kuomba wamama na kuwa na malengo ya kuhudumia, hata watoto tuwaweke kuzungumza nao. Watoto wadogo hawa Sunday school, tupate nafasi mwenyekiti kwamba leo tuzungumze na watoto. Wakae na wamama wachache wazungumze na watoto, wasikilize hadithi zao walizonazo, ili tuweze kuweka kitu kwao kipya. Pia yapo mafundisho yanayoanza kukosoa uumbaji wa Mungu na mawazo yanayovunja imani kuhusu mwanzo wa mwanadamu. Tumeanza kukosoa uumbaji wa Mungu kwa namna nyingi. Tunafahamu, sisi tunasoma kwenye mitandao, lakini pia nyinyi ni wataalamu pia. Mnaelewa dunia inavyobadilika. Mtoto anaweza kusema mimi nataka kuwa hivi, mimi nataka kuwa vile. Lakini niombe wamama tujikubali jinsi tulivyo. Wababa tujikubali jinsi tulivyo. Tujikubali, tujithamini. Mtu akikwambia wewe ni mbaya, una sura kama ya restituta, mwambie ni mfano wa Mungu. Sasa wewe wewe ni mweusi, Mungu amesema ninyi nimewaumba kwa mfano wangu. Hakikutazama tu, Yesu anaonekana. Kwa hiyo tuanze kuweka hiyo roho kwa watoto, kwamba Mungu amekuumba kwa mfano wako, kwa mfano wake. Na kama ameumba kwa mfano kwako,
wa Mungu, kuna vitu ambavyo Mungu ameviweka kwake. Kuna vitu ambavyo Mungu ameviweka, ameweka vipawa, ameweka kila kitu, ameweka udaktari humo ndani ya watoto wetu. Kwa hiyo ni vizuri kuwajengea uwezo, kujikubali, wasichana kujikubali, wakaka vijana kujikubali kwamba mimi ni kijana, na wababa kupata nafasi pia kuzungumza na watoto wa kiume, lakini pia wamama kuzungumza na watoto wa kiume, na wababa kuzungumza na watoto wa kike. Ni vizuri mwambie, unaniona mimi ni baba, ninatunza familia 1 2 3. Mjengee uwezo kutokea kwenye familia. Watu wengine hawawezi kujenga uwezo zaidi ya familia. Familia ni kiwanda kinachotengeneza mtoto kutokea jinsi alivyo. Hata kama una kazi nyingi zimekubana, ndugu yangu, mwisho wa siku mtoto akipotea, hizo kazi hazitakuwa na maana. Kwa hiyo tenga muda uzungumuze na watoto. Tunaposema kuomba, lazima tuwajengee uwezo, wajithamini, wajitambue, wajielewe kwamba wao ni wakina nani, na wakifika muda fulani waweze kuwa watu fulani. Si mnahitaji warithi mnapokuwa mnafanya kazi? Tunahitaji. Sasa tusipowatengeneza, mara zote tutabaki kulaumu sayansi, tutabaki kulaumu dunia, tutabaki kulaumu utandawazi. Tukiulaumu utandawazi wenyewe ndio unaingia kwa kasi. Kwa hiyo tufanye kazi hiyo, wamama na wababa, tushirikiane kuona Mungu tunaendeleza kizazi cha ambacho kinajielewa na kinajitambua na kinathamini uumbaji. Lakini tuangalie mwanamke kwa ufupi sana, vitu vichache. Yule mama muombaji anayeomba kwa nia ya dhati mbele za Mungu anaweza kubadili mambo makubwa sana kupitia maombi. Anayeomba lakini kwa dhati, kwa nia, kwenda akidhamiria. Lakini bado hata baba anayeomba kwa nia, kwa dhati, kwamba ninaenda, unaweza kubadilisha kile ambacho kilionekana hakiwezekani kikawezekana. Kwa anasema hakuna jambo gumu linalomshinda nani? Mungu. Kwa hiyo mama, tunakuomba uombe kwa dhati. Tunajifunza kwa wamama wengi walioomba, akina Abigaili, akina Esther, akina Ana, walibaki madhabahuni wakimuomba Mungu. Lakini wamama na sifa zao, wamama ni wanyenyekevu sana, wana hekima na busara, si ndio baba? Pigia makofi. Halafu tunafurahiaga wamama tukiitana. Kwanza wakati mwingine hatujuani, lakini tukiitana kwamba tuna jambo letu, wote tunakimbia, wala sisi hatuna shida. Lakini kusanya wababa, kimuuliza mzee Mwambona atakwambia vizuri. Kwa hiyo hicho ni kipawa, yawezekana Mungu amekiweka kwa wamama. Amekiweka kwa wamama ili tuweze kuweka nguvu kwa wababa. Bwana Yesu asifiwe. Mwanamke anajitoa sana, anajitolea kwa Mungu. Anakuja kanisani, anasema ninaenda kufagia, naenda kupamba kanisa, ninaenda. Wakati huo unafanya mama, huo unaomba. Yaani mtakapokuwa mnafagia kanisani, mnadeki, unamwambia Mungu, hii kazi ya mikono yetu, kumbuka uzao, kumbuka Mungu, kumbuka mengi, kumbuka ambayo unahitaji kutufanyia, kumbuka familia zetu, kumbuka, ombea na jirani yako, kumbuka jirani yangu ambayo haendi kanisani, Mungu ukamlete kanisani. Kwa hiyo mtakapokuja kufanya kazi kanisani, muombe. Yaani huku unadeki, unaomba. Namwambia Mungu, naona kazi ninayofanya, Mungu ninatengeneza madhabahuni kwako. Watu wanapokuja, akili yao iwe njema, wakujue wewe. Ndio kazi ya mama. Lazima Mungu tumlilie. Akina Ana walikaa madhabahuni, wanaomba, na Mungu aliweza kujibu maombi yao. Mwanamke ni muombaji, lazima awe na imani ya ndani. Kwa kweli, Samueli wa kwanza sura ya 2 mstari wa 1 hadi wa 10. Awe na imani. Usiombe leo, kesho unategemea kupokea, alafu imani yako ikaharibika.
Omba kwa imani. Kuomba ni safari ndefu. Lini utajibiwa ni kazi ya Mungu. Kwa hiyo ombeni, usikatae kuomba. We omba, Mungu atafanya kwa wakati wake. Omba, kuomba kuna faida. Kwanza tuna mahusiano na Mungu tunapoomba. Maombi yana nguvu, yanaweza kubadili hata hayo mambo tunayoyasema. Maombi yana nguvu. Kwa hiyo mama, inabidi tuombe na kanisa tuombe, kwa sababu Mungu kazi yake kubwa aliomba. Kazi kubwa Mungu aliyoifanya aliomba. Mungu anatujua, Mungu anatupenda, Mungu anatuthamini, na sisi tuwathamini watu wengine. Tunapoendelea kumtumikia Mungu kwa namna ambavyo Mungu ametuita na kutuchagua, basi tuendelee kuona utukufu wake tunapomtumikia kwa furaha na amani. Mungu azidi kubariki kazi zetu na familia zetu. Amina. Tushukuru. Asante Bwana Yesu kwa neno lako lililopita katikati yetu. Mungu, wewe uliye Roho, litafakarishe vizuri katikati ya watu wako, waweze kukuelewa nini ulikuwa unazungumuza. Asante Mungu kwa sababu ni mwema na ni mwaminifu. Utaendelea kutubariki na sisi tutaendelea kutumikia hadi mwisho wa maisha yetu. Amen. Mungu awabariki. Wanangu, mwanangu Koko, mwanangu Ana, leo ni Jumamosi na mnajua baba anarudi na mama ana vitu vingi vya kufanya, inabidi tufanye mapema kumwandalia baba. Sawa mama. Sasa leo tunataka tutapika vitu vizuri sana. Tutapika ugali, kuna senene, tutapika na zile nyanya chungu ziko tayari. Basi kwa kuandaa nyanya chungu, Ana hakikisha sebule iko vizuri. Haya. Mama, nyanya chungu. Okay, ziweke hapa mwanangu. Sawa. Kuko vizuri Sawa. Tuandalia muhaya kazi. Wanaume tumeumbwa mateso, mateso kuhangaika. Wanaume tumeumbwa mateso, mateso kuhangaika. Wanaume Hodi. Karibu mme wangu. Mama Koko. Baba huyu. Wazima? Wazima mme wangu. Umeshindani? Karibu. Koko. Hazibandi huyo. Baby. Karibu sana. Ndio sweet. Karibu sana nikupokee begi. Marhaba, vipi? Ana. Marhaba. Hamjambo? Mpo vizuri? Okay. Halo mtumishi. Nakukaribisha leo, kuna kikao unatakiwa kuwahi upesi. Hivi ni muda gani tena? Kikao cha moms leo, fanya haraka. Ni muda gani? Saa 9 kamili. Haya, ngoja nihudumie husband. Haya, barikiwa. Mama Koko. Halo mme wangu. Hebu naomba gazeti nimeacha pale chumbani mara moja. Fanya haraka. Nataka niangalie. Unajua wanatusema mara Simba tumekimbia mechi. Ukurasa wa habari ya leo unasemaje? Maana nikitoka hapa ni kwa moja kwa moja tufanye mikakati. Ndio. Mama Koko. Chakula vipi? Naandaa baba. Hebu changamka. Nyama ziwe nyingi. Sawa na usisahau senene. Sawa mme wangu. Halo mtumishi. Unatakiwa leo kwenye kikao cha bodi upesi. Kuacha ile ya momzi, kuna hicho nacho na marejesho.
Na marejesho hapana. Aha, basi nitakuja. Nakuja, ngoja nipambane. Mama Koku. Jamani, mbona meza iko wazi? Fanya haraka. Hebu changamka. Maji. Juisi. Sahau juisi. Fanya haraka. Fungua. Mungu tunasali. Tutasali baadaye. Unajua niko busy sana. Wanasema tumekimbia mechi. Hivi unaelewa ninachokwambia? Wakati sisi tumeongoza kwa kipindi kirefu sana. Sasa hebu leta chakula kwanza. Naandaa. Hujafungua juisi. Njoo. Sali. Yaani lazima leo tuwasiliane. Mungu na kasenene. Leta senene. Leta. Pilipili zipo hapa. Niombe baba. Kuomba baadaye. Shaombea jikoni. Basi kula mume wangu. Halo mama Ana, unatakiwa kwenye kikao cha vikoba upesi saa 8. Sawa, nakuja. Haya, fanya haraka. Ana. Mbona watoto siwaoni? Tupo mama. Nini tena? Koku nini? Jamani. Bwana Yesu nisaidie. Ana, hebu tumuombe dada yako. Bwana Yesu, katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Mponya yule mwanamke aliyetokwa na damu miaka 12. Sasa Mungu wewe ni mponyaji. Mponye Mungu. Ngoja nimwambie baba. Mshikilie ndugu yako. Baba Koku. Baba Koku. Koku anaumwa tumbo. Mama yetu ametufundisha tuwe tunaomba. Utapona. Bwana mama Koku, kujua mambo ya wanawake. Sasa utapona. Nini shida? My stomach. Your stomach. Okay, sasa sikia, ni mambo ya wanawake. Fanya unavyoweza, peleka mtoto hospitali na kila kitu kitakuwa salama. Nimalizane nayo baba. Malizane naye. Nafikiri niko busy. Pia nimeshiba. Nafikiri naenda kwenye banda la mpira. Manchester leo wanacheza. Kwa hiyo nafikiri wewe sawazisha, kila kitu kitakuwa sawa. Haya, sawa mume wangu. Mpeleke mtoto. Sasa Ana, nampeleka Koku hospitali. Sasa wewe hakikisha pale mezani baba alipokula umepatengeneza vizuri, funika kila kitu vizuri. Lakini uliniambia baada hapo utaenda wapi? Nenda kwenye maombi. Maombi. Basi nikifika hospitali tukitoka na sisi tutakuja maombi. Ngoja tufanye haraka Haya mwanangu. Kweli Mungu wa ajabu, 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 aliumba na vijana, akaumba na mama, akaumba kina baba. Kweli Mungu wa ajabu, kweli Mungu wa ajabu, ni wa ajabu sana. Mungu wa ajabu. Mimi najishangaa imekuwaje? Jamani, wanawake tumeumbwa tofauti. Mimi namshangaa mamangu. Acha niwape ushuhuda. Yaani mamangu ameumbwa kwa namna ya tofauti sana, namna ya ajabu. Mamangu saa 11 ameamka, anaomba, anatuandaa tunaenda shule. Hatujakaa sawa uji tayari. Haijakaa sawa amemwandaa baba. Hapo ana ratiba ya maombi. Hatujakaa sawa inabidi akasafishe kanisa. Amepigiwa vikoba hajaweka mrejesho. Hatujakaa sawa mtoto anauma anampeleka anamuombea. Kwa kweli nimepata ushuhuda mkubwa kupitia mamangu. Yaani natamani hata na mimi niwe kama mama. Yaani hapa anatufundisha tufanye kazi, tuombe, tusali, tuende darasani tusome kwa bidii. Yote hayo ni mama. Kwa kweli Mungu ameomba wanawake kwa namna ya ajabu. Shoga yangu, mbona uendi maombi leo? Mungu wangu. Ninayo mawazo ila sasa. Inabidi tuondoke sasa hivi tufanye haraka. Mama niachie kazi. Tunaenda usijali. Haya, twende bwana. Nimekuwahi, fanya haraka tuondoke. Chukua Biblia sasa. Unaendaje maombi hivi? Unabidi waende na Biblia. Unajua Mungu kwanza. Haya, sawa. Siku hizo unaangalia hata kwenye simu. Hapana, Biblia kwanza hii.
natakiwa uende nayo. Okay, twende. Bwana Yesu asifiwe mama. Wakati tunamsubiri mwenyekiti, naomba tuimbe. Mwanangu Ana. Mwanangu Koko. Bema. Tuwai maombi. Tumetoka hospitali. Daktari amesema, lakini kwa Mungu kuna majoo. Hey, wamama. Bwana Yesu asifiwe wamama. Bwana asifiwe sana. Jamani mnisamee nimechelewa, yalinikuta mwanamke mwenzenu. Mtoto alipata shida kidogo nikaanzia hospitali. Jamani lakini kwa Mungu kuna majibu. Daktari amesema lakini Mungu wetu anaponya. Bwana asifiwe. Amina. Basi niwakaribishe kwa ajili ya maombi. Kiongozi wa maombi, tafadhali tuendelee. Tuombe. Mungu tunakushukuru kwa ajili ya siku hii ambayo mama tumekutana pamoja. Naomba uwe pamoja nasi katika maombi na katika kila jambo tunalofanya katika jina la Yesu. Amina. Amen. Tutamuombea Ana kama tulivyokubaliana. Naomba mama tumwekee mikono Ana. Tumuombee. Baba, katika jina la Yesu tunaamini katika uponyaji. Naamini maombi yetu yamefika mbele zako. Naomba umponye awe mzima katika jina la Yesu. Amen. Amen. Asante kiongozi wa maombi. Basi kabla hatujafunga kipindi jamani na kutoa matoleo, kuna ushuhuda wowote? Ana ushuhuda. Karibu mwanangu. Asante sana. Mimi ninamshukuru Mungu sana. Kwanza kwa sababu ya mama yangu. Amemuumba kwa namna ya tofauti sana. Alikuwa na wakati mgumu pamoja na kazi ngumu, lakini nimeendelea kujifunza kwa wakati mwingine nimekuwa naumwa. Yangu kabla hata hajanipeleka hospitali aliniombea, na aliponipeleka hospitali haikutosha, akaona ngoja anilete kwenye maombi. Nimeombewa, sasa niko mzima, namshukuru Mungu sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi tumefika mwisho kabisa wa kipindi chetu cha leo. Mungu awabariki sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Wanaume, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakina baba, wakina mama wanatuhitaji kwenye kila kona. Kwenye malezi wanahitaji muwepo, kwa sababu hata wao Mungu amewaumba kwa namna ya ajabu na ya tofauti. Mwanamke anamhudumia mwanaume anytime kwa chochote anachokihitaji. Anaweza at the same time kuna watoto wanamhitaji. Kwa hiyo sasa na nyie mtenge muda, kama vile ungeweza kupeleka na wewe mtoto hospitali ukamwambia mama, hivi umepika, umefanya nini na umechoka. Basi ngoja nikusaidie kumpeleka mtoto hospitali. Amina. Lakini pia kwenye swala la maombi kwenye familia, data zinaonesha wanaume wengi wanakimbia. Kwa hiyo jamani, naamini usio wasisiti, lakini sio mahali hapa. Kwa hiyo ninaamini tutakuwa pamoja kwenye mambo ya maombi, kulea watoto pamoja na majukumu mengine, na Mungu awabariki sana. Amen.